Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Lusaka, Zambia. Waziri wa zamani wa Zambia ameuawa katika uvamizi uliofanywa na vikosi vya usalama wiki iliyopita katika nyumba inayohusishwa na kiongozi wa upinzani, Brian Mundubile, siku moja baada ya uchaguzi wa urais, mamlaka zimesema. Msemaji wa polisi amesema Mutotwe Kafwaya alijeruhiwa vibaya na baadaye kufariki baada ya kupigwa risasi na maafisa wa vyombo vya dola wakati wa operesheni ya kiusalama katika mji mkuu Lusaka siku ya Ijumaa. Maafisa wamesema tukio hilo lilihusisha mabadilishano ya risasi. Watu 11 walikamatwa katika uvamizi huo. Mamlaka zimeishutumu NRPUP, chama cha Mundubile, kwa kuhusika na uasi na shughuli za kijeshi za wanamgambo pamoja na kuhifadhi silaha za daraja la juu. Sokoto, Nigeria. Boti iliyokuwa ikisafiri katika mto katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa Nigeria ilipinduka siku ya Alhamisi na kusababisha vifo vya angalau watu 47 kwa mujibu wa maafisa na wakazi. Boti hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 80, wengi wao wakiwa wanaelekea mashambani kwa ajili ya kazi katika mji wa Gorau uliopo katika eneo la utawala la Goronyo. Abdul Kadri Yusuf, meneja wa mamlaka ya kitaifa ya njia za maji za ndani katika jimbo la Sokoto, amesema idadi waliofariki ilikuwa imefikia watu 47 hadi sasa. Yaounde, Cameroon. Rais Paul Biya amerejea Cameroon siku ya Alhamisi baada ya kukaa nje ya nchi kwa zaidi ya miezi miwili, hali iliyozua wasiwasi kuhusu afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 93 na uwezekano wa kutokea ombwe la uongozi katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Biya aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji mkuu Yaounde kwa ndege iliyotokea Geneva, Uswizi, baada ya kukaa nje ya nchi kwa zaidi ya wiki 10. Biya, ambaye ndiye rais mwenye umri mkubwa zaidi duniani na ameiongoza Kameruni tangu mwaka 1982, alianza muhula wake wa 8 madarakani mwezi Novemba baada ya kushinda uchaguzi uliopingwa vikali uliofanyika Oktoba. Bunia, DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapokea dozi 70,000 za chanjo ya Elvebo ambayo imeonyesha ufanisi katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola hapo awali. Shirika la Afya Duniani WHO na washirika wake wametangaza hatua hiyo siku ya Alhamisi, ikichukulia kama nyongeza kubwa katika juhudi za kudhibiti mlipuko ambao mamlaka zimeuelezea kuwa mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa. Chanjo ya Elvebo imeidhinishwa kutumika dhidi ya virusi vya Ebola vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola, lakini haijaidhinishwa dhidi ya virusi vya Bundibugyo ambavyo vinasababisha mlipuko wa sasa. Mlipuko huo hadi sasa umeua takribani watu 2476 kati ya visa 5208 vilivyothibitishwa. WHO imesema ingawa bado haijulikani iwapo Elvebo inaweza kutoa kinga dhidi ya virusi vya Bundibugyo, tafiti za awali za maabara na wanyama zinaonyesha kuwa inaweza kutoa kinga fulani. Dozi hizo zitatumika kwanza kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine walio mstari wa mbele kwa mujibu wa mapendekezo ya wataalam wa WHO. Mlipuko huo unaoendelea katika majimbo 6 ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeambukiza na kuua watu kwa kasi kubwa kuliko mlipuko mwingine wowote wa Ebola uliowahi kutokea. Kwa sasa mlipuko huo unaenea kwa kasi inayokadiriwa kuwa mara 3 zaidi ikilinganishwa na mlipuko wa Ebola wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi mwaka 2016 ambao ndio ulikuwa mbaya zaidi katika historia ya ugonjwa huo, ukiua zaidi ya watu 11,000.